Wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamepiga kura kuhusiana na bajeti kuu. Na kura zilikuwa za wazi, kila mmoja alikuwa akitoa jibu lake la ndio au hapana. Miongoni mwa wabunge ambao walitoa jibu la ndio ni mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini ambaye anatokana na chama cha ACT Wazalendo, Kizza Mayeye. Yeye baada ya kumaliza kupiga kura hiyo ya ndio, wabunge wengi walipiga makofi na kushangilia. Sababu ni nini? Au ni kutokana na upinzani? Amezungumza nje ya bunge na kufafanua kuhusiana na kura yake ya ndio kwa bajeti kuu ya serikali. Ni kweli nimepiga kura ya ndio, na si mara yangu ya kwanza kufanya hivyo, kwa sababu si mara yangu ya kwanza kuwa bungeni. Nilikuwa mbunge awamu ya 2015 mpaka 20 nikiwa viti maalum wa chama cha Kafu. Wakati wote nilikuwa nikipiga ndio katika bajeti. Na yawezekana mtu akasema kwa nini ni mpinzani amesema ndio. Kwanza nataka niondoe notion ambayo yawezekana watu wako nayo kwamba once wewe ni mpinzani basi lazima upinge kila kitu. Hapana. Na ndio maana tuko hapa bungeni kama wabunge. Mimi kama mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini, kazi yangu ni kuwawakilisha wananchi. Na wawakilisha kwa kuishauri serikali, kuielekeza serikali na ikibidi hata kuikosoa. Sasa tumekuwa katika bunge la budget, tumechangia katika wizara tofauti, tumeonyesha madhaifu ya wizara husika ambayo yapo katika jimbo la kila mtu na eneo lake. Tumesema, tumekuja katika kupitisha budget, waziri wa fedha ameileta budget, tumesoma. Kazi ya mbunge ni kuielekeza serikali, kuishauri serikali. Mambo yote ambayo mimi kama mbunge wa jimbo nimeyafanya. Nimepitia bajeti ya waziri wa fedha, yale madhaifu ambayo nimeyaona yanakwenda kuwa mzigo kwa serikali, nimeishauri serikali na nimeainisha. Kama mnakumbuka, jana nimezungumza, nikasema kuhusu kodi ambayo naona kabisa itakwenda kuwakandamiza bodaboda. Nimesema na nimeshauri serikali waitoe hiyo kodi. Lakini withholding tax ya final withholding tax ya 1% kwa wanunuzi wa mazao ghafi, nimeelezea pia, nimeshauri serikali kwamba iondoe, itakwenda kuweka mzigo kwa wananchi. Sasa yale madhaifu, mimi kazi yangu, wajibu wangu ni nini sasa? Wajibu wangu ni kuiambia serikali kwamba kwenye hii bajeti ambayo mmeleta 1, 2, 3 kuna udhaifu, nendeni mkabadilishe. Lakini kwenye bajeti hiyo ambayo ina udhaifu, yako mambo ambayo ni mazuri na wananchi wa jimbo langu watabenefiti nayo. Kwa hiyo sasa ukiniambia kwamba leo mimi nikatae, tafsiri yake ni kwamba sasa hata yale mazuri ambayo yangekwenda kuwanufaisha wananchi wangu wa Kigoma Kaskazini, maana yake siyataki. Kwa hiyo wajibu wangu ni nini sasa? Na yapokea yale mazuri, na ielekeza serikali, na ishauri, na waonyesha udhaifu uko wapi, waende wakapitie, warekebishe. Na mheshimiwa waziri amekubali, amekili yale ambayo hoja za wabunge ambazo wanaziona zitakuwa changamoto kwa wananchi. Anarudi kukaa na jopo lake, yapo ambayo wataona wayatoe. Na kwa hiyo mimi sioni shida kama mpinzani kusema ndio katika bajeti. Kwenye bajeti kuna mazuri ambayo mimi nataka. Iko miradi ya maendeleo ambayo tutapata maji, tutapata umeme, tutapata mashule, tutapata madaktari na manesi, tutapata vitendea kazi, tutapata barabara. Yapo, yamepita. Sasa nikatae? Wananchi wangu mimi wanataka huduma. Lakini yale ambayo nitaona haya yanakwenda kuwaumiza, nimeshawaambia serikali 1, 2, 3, na ndio kazi yangu. Sasa kama serikali itakwenda isiyafanyie kazi, lakini mimi wajibu wangu nimetimiza, wa kuonyesha udhaifu uko wapi, waende warekebishe, tuwasaidie wananchi. Na yale mazuri ambayo yapo kwenye ile bajeti, mfano kwenye bajeti kuna hii kuwasamehe, kuwapa rumu wafanyabiashara wadogo ya miezi 12 mara anapokuwa amejisajili kupata tini, kwamba aanze kulipa baada ya miezi 12. Ni jambo baya? Kwa hiyo leo nikatae kwamba wananchi wangu wasibenefiti na hicho kitu? Hapana. Na tuondoe notion kwamba being opposition kila kitu mimi, hapana. Na mwisho wa siku kila mmoja anajua
anawakilisha watu wake. Kila mmoja hapa, wabunge tumetoka sehemu tofauti, tumekutana hapa, kila mmoja anawakilisha watu wake. Na mimi kuwa upinzani, wabunge toka tofauti, kila mmoja ana mindset yake. Mimi kwa upande wangu, mindset yangu imeniongoza kwamba nionyeshe madhaifu ya hii budget na nishauri na kuielekeza serikali nini tufanye kwa yale ambayo ni madhaifu kwa wananchi, na yale ambayo ni mazuri tunayapokea kwa maslahi ya wananchi. Sasa huwezi kumlazimisha kila mtu akaenda vile ambavyo wewe unataka. Mimi mwingine yuko jimbo fulani, mwingine yuko jimbo fulani. Mimi nawakilisha wananchi wa Kigoma Kaskazini, na mimi mindset yangu imenionyesha kwamba bajeti hii vipo ambavyo sisi kama wana Kigoma Kaskazini tutanufaika navyo, na vile ambavyo naona kabisa vitakuja kutukandamiza, nimeishauri serikali na nimeielekeza nini cha kufanya, na ndiyo kazi ya mbunge ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.